Wiki ya faragha na ulinzi wa taarifa binafsi, Mzee Innocent Mungi, imekwenda kubeba umuhimu gani tunapoelekea kutamatisha wiki hii? Asante sana. Kwanza kabisa tutambue kwamba tunaishi katika maisha ambayo yamekuwa ya kidijitali zaidi. Ndiyo. Asilimia kubwa ya kila tunachokifanya kiko katika mifumo ya kidijitali. Nikikuuliza hata wewe mara ya mwisho lini ulienda benki physically? Mara ngapi umeagiza vitu bila hata wewe kwenda mahali kukinunua, kinaletwa na saa nyingine unaweza usikilipie kwa sababu hujakipenda. Yote hayo katika uchumi wa kidijitali na kukua kwa teknolojia na mifumo mbalimbali kumepelekea kwamba sasa taarifa binafsi zitumike ili kutengeneza kitu kinaitwa trust, uaminifu. Kwamba unaweza ukatumia app ya benki bila wewe mwenyewe kwenda benki, unaweza ukatumia ukaagiza kitu, ile mifumo ya mauzo na mifumo imeungana. Ukiangalia akaunti yako imeungana pia na wallet yako ya simu imeungana, unaweza kwenda kwenye ATM machine. Yote hizi ili uweze kupata huduma lazima taarifa zako binafsi zitumike. Kwa hiyo kimsingi watu wanasafiri hapa, unakwenda nje, pasipoti yako unaambia ukifika pale weka vidole, tayari wana vidole vyako vimesoma, vinajua wewe ni fulani. Na kama wana wasiwasi watakwambia angalia kwenye kamera hapa, wataona macho yako. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba teknolojia imelazimisha sasa matumizi ya taarifa binafsi yaangaliwe ili kuhakikisha yanakuwa salama, ili kutokuleta changamoto ambazo zinaweza zikatokea kama taarifa binafsi hazitalindwa. Na kwa sisi hapa Tanzania, serikali yetu kupitia Katiba ya Jamhuri ya Muungano, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ile ya 16 kifungu kidogo cha kwanza, imeahidi hii swala la faragha, kwamba kila Mtanzania ana haki na faragha yake. Faragha yake ni utu wake, usalama wake na kila kitu. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la kikatiba. Ndio.